Miaka 24 iliyopita, huko konferensi kuu ya kanisa la Adventista wa Sabato, jopo la viongozi wa idara ya vijana walikaa na kuonelea ni vyema kuanzisha chama kingine kwa ajili ya vijana wa umri kati ya miaka 16 mpaka miaka 21. Na leo ni takriban miaka 24 tangu kuanzishwa kwa chama hicho. Mabalozi wamekuwa wa baraka katika makanisa mengi. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, nikukaribisha katika makala ya siku ya leo itakayoangazia safari na historia ya kuanzishwa kwa chama cha mabalozi duniani katika kanisa la Adventista wa Sabato. Ninayekukaribisha ninaitwa Eliesa Kimweri, mwandaaji na msimulizi wa makala haya. Mwaka 2001, viongozi wa idara ya vijana ngazi ya conference kuu ya dunia wakakaa kikao na kugundua kuwa kuna umuhimu wa kuwa na chama kingine kitakachojikita kuwa na vijana kati ya rika la miaka 16 mpaka miaka 21 na kuwa na mafunzo yao ya kipekee. Mchungaji Emmanuel Andrew, ambaye ni mkurugenzi wa huduma za vijana, chaplainsia na muziki kutoka Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania, anaeleza sababu za kuwa na chama hicho. Kimsingi katika idara ya huduma za vijana tuna vyama mbalimbali kulingana na umri wao. Katika idara ya huduma za vijana tunavyo vyama vikubwa 4. Tuna chama cha kwanza ambacho ni chama cha wavumbuzi. Chama cha wavumbuzi ni chama ambacho kinalea na kuhudumia vijana wenye umri wa miaka 4 hadi miaka 9, na ni makusudi kabisa ya kanisa kuwa na vijana wa umri kama huu. Chama cha wavumbuzi ni chama kinachohudumia vijana wadogo wa umri wa miaka 4 hadi miaka 9. Hao ni chama cha wavumbuzi. Lakini pia tuna chama cha watafuta njia. Watafuta njia ni vijana wenye umri wa kuanzia miaka 10 hadi miaka 15. Kwa hiyo utagundua ya kwamba mwanachama anapotoka kwenye chama cha wavumbuzi anakaribishwa kwenye chama cha watafuta njia kwa ajili ya kuendelea kulelewa zaidi. Sasa kabla ya kuwa na mabalozi, tulipokuwa tunatoka chama cha watafuta njia hapo nyuma, tulikuwa na chama cha vijana wakubwa. Hawa vijana wakubwa ni vijana ambao walikuwa wanaanzia miaka 16 hadi miaka 31 na kuendelea. Na baada ya kuwa na mafunzo haya kwa muda mrefu, ikadhihirika ya kwamba katika makuzi ya vijana wana tabia mbalimbali na tabia tofauti tofauti. Na baada ya kuona ya kwamba katika miaka hii ya vijana wakubwa, chama hiki cha vijana wakubwa miaka 16 hadi 30 na kuendelea, ikaonekana tu ya kwamba kuna changamoto za kuchangamana. Kabla ya hapo tumekuwa na mafunzo na vyama hivyo vitatu kwa muda mrefu kidogo, lakini baadaye kanisa katika ngazi ya halmashauri kuu mwaka wa 2001, baada ya kuziona hizo changamoto, na changamoto kubwa ilikuwa ni kuchangamana, kwa maana ya kwamba huyu ambaye ni balozi ambaye sasa leo anaanzia miaka 16 hadi 21, walipokuwa wanamaliza chama cha watafuta njia, kumbuka alipokuwa anatoka watafuta njia miaka 15, anaingia moja kwa moja kwa vijana wakubwa ambao wanaanza miaka 16. Na hii vijana wakubwa ni miaka 16 hadi 30 na kuendelea.
Sasa na kuendelea, maana yake ni kwamba anatoka na miaka 15, anafikisha miaka 16, anaenda kukutana na wanachama. Wanachama hawa ni wamama watu wazima, ni wababa watu wazima, ni vijana wakubwa wenye familia na miji yao. Kwa hiyo anajiona kama vile hawezi kuchangamana, maana ana miaka 16 na wakati mwingine anajiona bado ni mtoto, lakini anatakiwa akakae kwenye darasa akajifunze na baba mwenye miaka 60, mwenye miaka 50 na. Kwa hiyo kidogo kuchangamana kukawa ni changamoto. Baada ya kanisa kufanya tafiti mbalimbali, ndipo wakaona sasa ni vyema katika ngazi ya ulimwengu kuanzisha chama kingine maalum. Maana kanisa ngazi ya ulimwengu, idara ya huduma za vijana, inayo mamlaka kulingana na uhitaji unaoonekana kwa kanisa. Kwa hiyo baada ya kuona changamoto hizo, wakaona ni vyema kuanzisha chama kingine cha mabarozi ambacho ni cha vijana wa umri kati ya miaka 16. Anapotoka watafuta njia akutane kwanza na vijana ambao angalau wanaendana. Kwa hiyo katika makuzi yao na malezi yao kimwili, inaonekana miaka 16 mpaka 21 kidogo tabia nyingi zinashabihiana, na ndipo sasa kanisa likaona kumbe tunaweza tukawa na kundi lingine hapa la kufanyia malezi tofauti. Na ndio maana mwaka 2001 sasa kanisa katika General Conference wakaona ni vyema kuanzisha chama hiki rasmi, na kikatangazwa rasmi, kikaanzishwa rasmi, na maeneo mbalimbali ya kanisa la Waadventista wa Sabato duniani yakachukua msukumo huo na kuanzisha vyama hivyo. Hata kwetu Tanzania tayari sasa chama hiki kipo, kinaishi. Chama cha mabalozi kina upekee wake ukilinganisha na vyama vingine vya vijana. Na hapa Mchungaji Paul Sembra, mkurugenzi wa huduma za vijana jimbo la Kati mwa Tanzania, anaeleza jinsi vijana wa rika hili walivyo katika makuzi yao, huku akieleza jinsi walivyo muhimu kwa kanisa katika wakati huu. Sasa huu umri una umuhimu ufuatao. Kwanza ni katika biolojia yao, wana sifa yao katika biolojia. Ni katika kipindi hiki ambako ubongo unajiunda upya. Unajua ubongo wa mwanadamu unavyoongezeka, mtu anapokuwa unaongezeka, lakini unapofikia hatua ya miaka hii 10 na kitu, ubongo unajipanga tena upya, sema reorganization of the brain, unajipanga tena upya. Na kwenye kipindi hiki ndio ukimwambia mzazi yoyote atakueleza kulea umri huu ni changamoto kubwa, tofauti na kulea ule umri wa wavumbuzi na umri wa watafuta njia. Maana wana sifa moja kubwa wale, kwamba bado wanamuona mwalimu kuwa chimbuko la mahitaji, chimbuko la elimu na majibu ya maswali mengi. Ni kweli pamoja na kwamba walimu shuleni pia kwa watafuta njia wanaanza kuchukua nafasi, lakini bado ni msikivu kwa mzazi ama mlezi, imradi ni mwalimu wake, ni msikivu na ana utulivu. Lakini ikishaingia hii miaka ya mabarozi hii, wanahama katika utegemezi huo, wanaona wanaweza kujitegemea, wanajiamini, na wana ujasiri, wanajisikia kufanya lolote na wanajisikia kuhoji chochote. Na sasa katika mazingira kama haya, ukimwambia mlezi yoyote ama mzazi ambaye amewahi kulea umri huu, atakueleza sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Wengi wanaishia kuwa na shutuma kwa umri huu zaidi kuliko kulea. Kwa hivyo wana hiyo sifa, lakini wana ubora wao mkubwa mno, wana ujasiri wa kujaribu mambo. Yaani kama unataka yale mambo yote magumu ya maisha, kwa kijana mwenye umri huu, yeye anaona ni kila kitu ni rahisi, ni mteremko. Na ndio maana katika kanisa kama kuna mambo mazito ya imani, huu ni umri ambao ni umri mzuri mno wa hawa kujaribiwa. Na hata ukisoma kwenye maandiko utakuta ambao Mungu amewatumia kwa maamuzi makubwa sana katika Agano la Kale na Agano Jipya, ni umri wa mabarozi. Ni umri wa mabarozi. Ukiacha wale Musa walioitwa na miaka karibu 80, lakini chukua wakina Daudi wakati wanapambana na Goliath, ni umri wa mabarozi.
Ukimchukua Malkia Esther wakati anafanya maamuzi liwalo na liwe, umri wa mabalozi. Ukimchukua Mariamu, mama yake Yesu, anakuwa mjamzito, anasema na iwe hivyo. Wakati anajua kuwa mjamzito, wakati hujui mume, ilikuwa ni gharama ya kifo. Alafu anasema kama amesema Bwana na iwe hivyo. Angalia maamuzi ya Danieli na wenzake wale vijana, Anania, Misha na Azaria, hatutajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Yaani mpaka wanamwambia msimamizi ya kwamba sisi tukila hiki tunajichafua kiimani. Ni jeuri ya ajabu sana ambayo uwezo utazamia kwa vijana hawa. Hekalu wametekwa, ufalme wao wameuawa mbele ya macho yao. Baadhi ya vyombo vitakatifu vya hekalu la Bwana vimeletwa katika nyumba ya ibada ya kipagani. Halafu bado una jeuri ya kusema eti sisi tukila hiki ambao ndio portion ambao mfalme ametoa wale kama chakula bora, halafu unasema tutaharibu uhusiano wetu na Mungu. Ni umri huu wa mabalozi. Na ukiangalia ndio umri uliofanya maamuzi mazito sana, ambayo leo ukitaka kurejelea vijana unarejelea hao wote unaosikia kina Yusufu hao. Ni umri wa mabalozi. Ameuzwa mara mbili. Ameuzwa na ndugu zake, kauzwa tena kule kwa Potifa mara ya pili, alafu anapewa ofa ya kufanya ngono zinaa. Alafu bado kijana anasema huu mwili wako si ukubali kwa sababu nitamkosa mwili. Nitamkosa nani Mungu wangu. Unaona ni umri wa mabalozi. Kwa hiyo majukumu yote yenye kufanya maamuzi mazito yanayoshangaza ulimwengu ukiyafuatilia ni kwenye umri wa mabalozi. Kwa hiyo ikiwa kanisa litawekeza vizuri na familia litawekeza vizuri kwenye umri huu, hasa katika masuala ya maadili na masuala ya kiroho, hapa tuna watu wanaoweza kufanya maamuzi makubwa mno ambayo katika kipindi hiki cha mwisho Mungu aweze kuwatumia. Kwa zile modules zao zimeandaliwa kabisa kila mwaka, hata hii miaka 60 inapomalizika, kuwafanikisha wajue wao ni mabalozi. Ndio maana yetu mabalozi, kwa maana ya kwamba unaisemea nchi ya kwenu ukiwa nchi ya ugenini. Mchungaji Semba anaeleza sababu za vijana hawa kuitwa mabalozi na sio jina lingine lolote, pamoja na sababu za kutoweza kuunganishwa na vijana wakubwa. Kwa sababu ya ujasiri wao na maamuzi yao, hasa wanapokuwa wamejua ukweli, wakapewa jina inaitwa mabalozi. Hawa ndio wana diplomasia wa kiroho, wanaojua vizuri serikali ya mbinguni, wanajua vizuri Yesu, mpango mzima wa ukombozi na ahadi ya kuja kwake mara ya pili. Na sasa kwa kuwa wako nchi hii, katika nchi ya kwanza ama na mbingu ya kwanza kama Biblia inavyosema, kwa hiyo wao wako hapa kuelezea jamii habari za ufalme wa Mungu na namna watu wanavyoweza kuingia. Kwa hiyo ndio unaona jina lenyewe linavyolenga, alafu umri wao wenye sifa tofauti na wengine kabisa, majasiri katika maamuzi ya pekee. Na ndio maana hawawezi kwenda kwa vijana wakubwa, kwa sababu vijana wakubwa tayari wana majukumu kadha wa kadha, na wana baadhi ya mambo ambayo ya kufanya maamuzi wanafikiri mara mbili. Lakini hawa ni watu wenye kuchukua maamuzi tunasema yale yaliyo na yenye gharama, risk takers. Hawa wale wa kuanzia miaka 22, wengine sasa wameanza kuingia kwenye ndoa, wana majukumu haya na yale, lakini wanaanza kujaribisha imani na mantiki kwa wingi sana. Sasa kupona kwao miaka 22 mpaka 30 kutategemea umri wa mabalozi, ni namna gani imani ilirishwa zaidi, ili wakati wa kutumia mantiki imani bado inaweza kusimama, na pale ambako akili imekoma kufika imani ina overtake, ina take over. Ndicho kitu ambacho unashangaza kwamba imani ina majibu ya kile ambacho akili haina majibu. Kwa hiyo ndio maana ni eneo muhimu sana ambalo ikiwa vijana watapita hapa vizuri, basi imani yao itakuwa yenye afya zaidi kuongoza akili zao, hata kama hakuna imani sio na ushahidi wa akili, lakini itakuwa ina majibu pale ambapo akili haiwezi kufanya chochote. Akitoa msisitizo, Mchungaji Semba anawasihi wazazi, walezi na kanisa kwa ujumla kuwekeza kwa mabalozi, kwani ni watu wa muhimu sana wenye uwezo wa kufanya mambo makubwa kwa kanisa.
Tukiwekeza hivyo leo na wakapita kwenye hizo moduli, na wale walimu wanaofundisha vizuri kabisa hizo moduli na maisha yao yakiwa ni kielelezo, vijana wa umri huu na watakapoingia mpaka hata umri ule ambao majukumu yanaongezeka ya kifamilia, ya kiajira, maana hawa mara nyingi wako bado shule. Kama kuna ajira basi ni hizi inazaa pale hapa na pale, lakini kuanzia miaka 22 kuna majukumu makubwa mawili yanaongezeka. Moja, mahusiano katika familia, wengi wanaoa miaka 20 hadi 30 ama wanaolewa. Alafu pia wanapata majukumu ya kiuchumi, kwa sababu sasa mambo yameongezeka. Sasa haya majukumu mawili haya yatajaribu sana imani yao kulingana na namna walivyoishi kama mabalozi. Wekeza kwa mabalozi, miaka inayofuata watakuwa imara kama viongozi katika kanisa, katika jamii na katika majukumu ya familia. Bado imani itakuwa na nguvu kutoa majibu para akili inapokosa majibu. Dr. Rafiki Yohana ni mkurugenzi wa chama hiki cha mabalozi kwa kanisa la Adventista wa Sabato Dodoma Kati. Yeye anaeleza namna alivyoweza kuwaweka karibu na kuishi nao kwa furaha, huku wakiwa huru kueleza changamoto zao kwake. Balozi ni vijana wa miaka 16 mpaka 21. Ni vijana ambao wako kwenye rika lenye changamoto nyingi. Ni vijana ambao wako kwenye rika linalovutwa sana. Wanavutwa sana na mivuto ya duniani. Kwa hiyo ni vijana ambao tunapaswa kuangalia kwa makini tukiwa kanisani, lakini tukiwa hata wazazi katika majumba yetu. Na kwa sababu vijana hao wanavutwa sana na mivuto ya duniani, tumekuwa na namna fulani ambayo tunawaangalia. Tunawaona kama ni vijana wagumu, vijana ambao wanaleta shida, maana wanaleta changamoto kwa wazazi pamoja na kanisa. Lakini kama mwalimu wa mabalozi nimekuwa na wafanya marafiki sana ili waweze kueleza shida zao za ndani. Ukitaka kuwafanya mabalozi wa vijana wema, vijana wanaotii, ni vizuri kujiweka katika miguu yao, kujiweka katika shida zao, kuwafikiria kwamba ni kwa nini wanapitia changamoto zile, na wewe uzifikirie, uzifanye kama za kwako, na hivyo ndivyo unavyoweza kuwasaidia na kuwavuta karibu na kanisa pamoja na familia. Ni vizuri pia kuangalia vijana hawa kama kundi ambalo kila mtu amepitia humo. Mtu ambaye ni mtu mzima, kila mtu amepitia katika huo umri. Kwa hiyo ukijifikiria kwamba pengine nawe umepitia katika umri ukapitia changamoto hizo, inakuwa rahisi kutatua changamoto zao na kuwafanya kuwa karibu nao ili uweze kuwasaidia kutatua changamoto zao. Vijana wa mabalozi wana mambo mengi ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo wanahitaji mtu ambaye ni msiri, mtu ambaye ana kifua cha kutunza siri zao. Siri ambazo hawezi kuwaambia wazazi wao kwa sababu pengine watawakemea, lakini wanaweza wakawaambia walimu kama tu wakiwaamini na kuona kwamba wanaweza wakatunzia siri zao za moyoni. Hivyo ndivyo tunavyoweza kuwafanya kuwa karibu nao, kwa sababu wanatuona kama tunawajali na kujali mambo yao ambayo wao wanaona ni changamoto, lakini kwa sababu hata sisi tumepitia changamoto hizo, basi tunaona namna ambayo tunaweza kuwatatulia. Namna nyingine ya kuwafanya mabalozi wakae kanisani ni kuwafanyia program ambazo zinawavutia. Kwa sababu wao wanavutwa na mivuto mingine kule duniani, basi tunapaswa kuwa na programs ambazo zinawafanya wavutiwe, waone kwamba kanisani ni sehemu ya kimbilio, kanisani kuna vitu vizuri pia. Nyimbo ni moja ya programs ambazo wanazipenda. Wanapenda pia kujaribu kufanya mapishi, kufanya kazi za mikono, kufanya picnic. Ukivifanya vitu hivi unajikuta kwamba wanavutiwa zaidi kukaa kwenye kundi na kukaa kwenye kanisa. Vijana hawa pia wanapenda kuzungumza habari za mahusiano. Ukianzisha topic ya mahusiano utakuta kwamba wanavutiwa zaidi na wanakuwa kwenye kundi lako. Ni vizuri ukawaongoza kuwa na mahusiano mema, mahusiano mazuri ambayo
yatawapelekea kuishi maisha matakatifu. Basi ukianzisha topic za namna hiyo, utakuta kwamba walio wengi wanavutiwa, wanakuja kujadili ili waone namna ambavyo wanaweza wakawa na mahusiano mema katika maisha yao. Hivi ndio vitu ambavyo tunavitumia kuwa engage, wakae kwenye kundi, wafurahie programs, wafurahie kuwepo kanisani, lakini pia waweze kufanya maisha yao ya kiroho na ya kimwili na kiakili yawe katika hali nzuri. Mchungaji Andrew anaeleza msukumo ama theme ya mwaka huu kwa chama cha mabalozi, ikiwa ni kwa mara ya kwanza ikisherehekea uwepo wake tangu kuanzishwa miaka 24 iliyopita. Theme inayowaimarisha vijana hawa kuwepo katikati ya jamii. Tumekuwa na kauli mbiu kila mwaka, tunakuwa na kauli mbiu mpya inayoleta msukumo kwa vijana. Na mwaka huu kwa kuwa ni mara ya kwanza pia ya maadhimisho ya mabalozi, tunao msukumo pia ambao unawaelekeza mabalozi, na msukumo huu unasema ishi kwa athari, living for impact. Kwa hiyo ni msukumo ambao unatoa mwaliko kwa mabalozi kuishi maisha yao ya imani kwa ukamilifu wote, lakini pia kualika mabalozi kuendelea kushiriki injili hii ambayo pia ndio kusudi kubwa la idara ya huduma za vijana. Maana idara ya huduma za vijana kama idara tunalo kusudi, na kusudi letu ni habari njema ya ufalme ihubiriwe ulimwenguni kote. Kwa hiyo mabalozi kama sehemu ya vijana wanaalikwa kuishi kwa athari katika imani wanayoiamini. Lakini si hivyo tu, wanaalikwa pia kuonyesha utambulisho wao halisia wao kama mabalozi. Mchungaji Zeti Ndola ni mchungaji wa mtaa wa Dodoma Kati. Anaeleza jinsi ilivyo changamoto kuwalea vijana hao, huku akieleza kuwa kama kanisa wamejipanga kuyafikisha malezi sahihi kwa vijana hawa. Kama kanisa tumejipanga kuona kwamba tunawalea kulingana na mahitaji yao. Na mimi ninapenda kutoa wito hasa kwa hawa mabalozi, vijana wa mabalozi miaka 16 mpaka miaka 20, wajiunge na chama hiki ambacho kinatoa malezi kulingana na mahitaji ya ukuaji wao. Lakini pia nitoe wito kwa kanisa, viongozi wa kanisa mahali pote, tuwashikilie na kuwasaidia hawa vijana mabalozi ili ya kwamba waweze kukua, waweze kujiunga na chama cha mabalozi, waweze kufurahia programu hizi, waweze kuandaliwa kwa ajili ya maisha bora, lakini utumishi ndani ya kanisa na katika jamii. Wakiwakilisha vijana wenzao wa mabalozi, kijana Tito Danieli na binti Betha Chirosa wameeleza namna wanavyofurahia kuwepo ndani ya chama hicho pamoja na mafundisho wanayoyapata. Chama chetu cha mabalozi ni chama kizuri sana na ni chama ambacho kimekuwa kikinibariki tangu nimejiunga kwacho. Mimi nimejiunga katika chama hiki mwaka 2024, ndio nimejiunga hiki chama cha mabalozi. Na tulikuwa na walimu ambao wametufundisha kuanzia moduli ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6 hadi ya 7. Na mimi nimejifunza mambo mengi ambayo yamenibariki katika maisha yangu. Tumejifunza kuhusu nidhamu ya fedha, jinsi ya kutumia fedha vizuri, lakini pia tumejifunza namna ya kutumia kalama, jinsi ambavyo mtu una kalama ngapi. Tumejifunza hivyo, ama jinsi ya kutambua kalama yako ili kuitumia. Tumejifunza mambo mengi ambavyo tunaweza tukawavuta wengine wakaja kwa Yesu Kristo, na tumekuwa mbaraka wa pekee kuwavuta hata na wengine kuja kwetu sisi. Na katika kanisa hili, wakati ninakuwa hapa kanisani, vijana wengi wamekuwa wakinifuata ya kwamba tunahitaji kuwa ambassador, kuwa mabalozi kama nyinyi mnavyojifunza. Na nimekuwa nikiwaambia karibu, na ni wengi wamekuja kujiunga katika chama chetu. Ni nini wito wako sasa? Wito Vijana wenye umri kama
Aidha ni Waadventista au sio Waadventista kujiunga na chama? Mimi natoa wito kwa watu wote ambao wana huo umri kuanzia miaka 16 hadi 21 ya kwamba wajiunge kwenye hiki chama, kwa sababu hiki chama kimeanzishwa kwa makusudi maalum ya vijana kanisani, na hiki chama kimekuwa kikiwafanya vijana kuwa mabalozi wa kweli wa nani? Wa Yesu Kristo. Najivunia sana kuwa kwenye chama cha Ambassador kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunajifunza kwenye chama hicho. Tunajifunza namna ya kuwa na nidhamu binafsi, tunajifunza namna bora ya kuishi kwenye huu ulimwengu ambao umejaa machafuko mengi. Na pia kitu kingine najivunia kuwa na walimu wazuri ambao wanatufundisha namna nzuri ya kuishi na kuwavuta vijana wengine ambao wanaishi huko ulimwenguni ambao bado hawajamjua Kristo. Kwa hiyo hichi chama ni kizuri sana. Mpaka sasa nimesoma moduli 5. Moduli ambayo nimeisoma vizuri nikaelewa ni moduli ya 5 ambayo inazungumzia kuhusu nidhamu binafsi na kuhusu masuala ya namna ya kuishi, kutumia fedha vizuri. Nahisi hiyo ni nzuri sana kwa sababu nimejifunza namna ya kutumia fedha ambayo tunazungumzia ni nidhamu ya fedha, na pia nimejifunza nidhamu binafsi nikiwa na watu wengine, nikiwa kwenye makundi ya watu. Msisitizo wa kanisa la Adventista wa Sabato kwa vijana ni kuhakikisha inawalea vijana wake kulingana na umri wao, hatua kwa hatua, bila kuruka hatua yoyote ya kiukuaji. Na hii ni ili kufikia kusudi la idara hiyo, kama anavyofafanua hapa Mchungaji Andrew. Kanisa lina mpango mzuri wa kimalezi kwa vijana. Tangu anapokuwa na miaka 4 kwa maana ya adventurer, kanisa linamlea mpaka anapofikisha miaka 9, anahama chama cha wavumbuzi anakwenda chama kingine cha watafuta njia miaka 10. Kwa hiyo kanisa halimwachi anapomaliza chama chake cha kwanza. Kanisa linampokea na kumkaribisha chama kingine, na hapa analelewa kimalezi na kimakuzi, na anapofikisha miaka 15 anakuwa anamaliza chama hiki. Kanisa halimwachi tena, linampokea. Anaingia sasa kwenye chama cha mabalozi miaka 16 mpaka 21, na anapofikisha miaka 21 kanisa halimwachi tena, linampokea na kumkaribisha kwenye chama cha vijana wakubwa ambao sasa hawa wanaanzia miaka 22 hadi miaka 30. Kwa hiyo naona anaanza kulelewa angali mtoto, hajaanza shule, analelewa mpaka wakati mwingine yuko kwenye mji wake. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na makala haya ya siku ya leo. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami naitwa Eliesa Kimweri, msimulizi na mwandaaji wa makala haya. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.